Air sign. Leo tufanye tarot reading ya air sign au air element kwa Gemini, Libra na Aquarius. Kadi ambazo zimetoka kwa ujumbe wa leo, kuna kadi ya Two of Swords, kuna kadi ya Judgment, kuna Ace of Swords na Eight of Wands. Sasa kwa mujibu wa spirit itakavyo ni guide, nitatoa ujumbe unaolingana na kadi hizi. Kwa hiyo kwenye kadi ya Two of Swords ninaona kwamba watu wa air sign mmefika mahali ambapo huwezi tena kuendelea kusita. Kuna chaguo mbili zitajitokeza karibu kwa wakati mmoja, lakini ni chaguo moja tu litakalo kusaidia wewe kujenga maisha ambayo unayatamani. Kwa hivyo spirit inakuhimiza kuwa amini intuition yako, amini sauti yako ya ndani na kufanya maamuzi bila kuogopa. Pia kwenye kadi ya Judgment inaonyesha kuwa huu ni wakati wa awakening ama wakati wa kufanya maamuzi makubwa, kwa sababu kuna swali ambalo mtu wa air element umekuwa ukiliepuka kwa muda mrefu, lakini sasa hili swali litahitaji jibu la wazi. Spirit inataka wewe usimame ili uweze kuwa mkweli na usijitetee kupita kiasi. Pia kwenye kadi ya Ace of Swords inaashiria kunaweza kutokea mawasiliano muhimu ama ukweli kufichuka na kuleta mwanzo mpya. Kwa hivyo kuna uwezekano wa kupokea simu, ujumbe au barua pepe ambayo itakaofungua mlango mpya katika maisha yako. Pia kuna mtu ambaye atakukumbuka kwanza pindi tu fursa itakapojitokeza, na kwa sababu hii ni kuwa huyu mtu anaamini uwezo wako. Kwa hivyo atakukumbuka na atakutaja sehemu ambayo itakubadilishia maisha yako na kuwa mwanzo mpya. Pia kwenye kadi ya Eight of Wands inaonyesha kuwa kuna mambo ambayo yamekuwa hayasongi mbele, yamekuwa yamesimama. Haya mambo yataanza kusonga kwa haraka na kutakuwa na majibu. Kunaweza kutokea habari njema, kunaweza tokea mawasiliano, kunaweza tokea fursa, zote zinaweza kuja kwa wakati mmoja. Kwa hivyo hutahitaji kuwa tayari kuchukua hatua, yani utahitaji kuwa tayari kuchukua hatua bila kuchelewa. Kwa hivyo katika ujumbe wa hizi kadi zote ambazo zilitoka nilipokuwa nafanya reading, inamaanisha kuwa spirit inaonyesha kuwa nyinyi watu wa air element mnakaribia kuwekwa katika nafasi ambayo italazimika kufanya maamuzi papo kwa hapo. Hakutakuwa tena na nafasi nyingine ya kuwa heti ngoja nifikirie au ngoja nisubiri ama watu wanasema nini, maoni ya watu wanasema nini. Hapana, hii ni wakati wa kuamua na kusimamia uamuzi wako kwa ujasiri. Pia naona kuna mtu ambaye amekuwa akiepuka kukuuliza swali muhimu kwa muda mrefu. Huyu mtu atafunguka na kutakuwa na mazungumzo ambayo yanaweza kutokea ghafla, hivyo hakikisha unajua ukweli wako kabla hajakufuata, ili ukija usisitesite. Na pia kabla mwezi hujaisha, naona simu zitaalia, kuna ujumbe wa moja kwa moja, emails au barua pepe, utazifungua usome muda kwa muda, kwa sababu mlango mpya fursa unaweza pitia kwa hizo nyanja hizo, iwe ni simu au ni ujumbe moja kwa moja au katika emails au barua pepe. Pia spirit inaonyesha kuwa kuna ujumbe unasema kuwa wewe ndiye mtu wa kwanza niliyekuwa na kufikiria. Hii ni kwamba jina lako, kama nilivyokuwa nasema nilipokuwa nasoma kadi, jina lako litasemwa ama litakuja akilini mwa mtu mara tu nafasi muhimu itakapotokea. Atarecommend na jina lako atasema huyu ndio mtu alikuwa namfikiria apate hiyo nafasi. Kwa hivyo huu ndio wakati wako wewe, mtu wa air element. Acha kusita, anza kuamini sauti yako ya ndani, isikize, kubali mabadiliko yanayokuja. Acha kusita useme watu wanasemaje, ama nafaa nifanye nini, ama niende vipi, kwa sababu yale maamuzi ambayo utayafanya sasa ndio ataweza kubadilisha mwelekeo wako wa maisha yako kwa muda mrefu. Kwa hivyo kama ujumbe huu una align na wewe, basi claim it na uombe baraka hizi zikufuate. Na pia kama unahitaji reading za kitu hicho husika ama hii reading tulioitoa, unaweza book reading na ukaweza kupata.